Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Dominika ya 33 ya mwaka C, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ile aya ya pili, na huko somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya ya 7 mpaka aya ya 12, na somo la injili siku ya leo ni Injili ya Luka sura ya 21 aya ya 5 mpaka aya ya 19. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu tukiongozwa na masomo misa siku ya leo. Niwakaribishe na kuwakumbusha wale ambao bado hamjasubscribe katika channel hii, subscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Karibuni basi tuweze kutafakari kwa pamoja, na tukianza tafakari yetu siku ya leo na somo letu la kwanza ambalo kama vile ambavyo nimekwisha kufahamisha hapo awali linatoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ile aya ya pili. Malaki ni jina la nabii ambaye limebeba jina la kitabu hiki cha mwisho katika kitabu cha Agano la Kale. Jina hili Malaki tafsiri yake ni mjumbe wangu au malaika wangu. Malaki ni jina la nabii aliyefundisha katika Uyahudi baada ya ujenzi wa hekalu la pili. Inasadikika kwamba kipindi cha unabii wa Malaki kilikuwa ni kabla au ni wakati wa kipindi cha unabii wa Ezra pamoja na nabii Nehemia. Kitabu hiki cha Malaki ni kitabu cha 12 cha manabii wadogo, nacho ni kitabu cha mwisho katika vitabu vya idadi ya manabii, lakini vile vile ni kitabu cha mwisho katika Agano la Kale. Nabii huyu inatajwa kwamba aliishi miaka 100 baada ya Wayahudi kurudi kutoka utumwani Babeli. Inasadikika kuwa kitabu hiki kiliandikwa mnamo mwaka 450 kabla ya Kristo na kabla ya kufika kwake nabii Nehemia Yerusalemu. Baada ya Wayahudi kutoka utumwani, baadhi yao mioyo yao na matendo yao ya ibada yalikuwa yamepungua na kudhoofika kwa kiwango kikubwa. Walikwenda kinyume na makatazo na maagizo mbalimbali ya Mwenyezi Mungu, ikiwa baadhi yake ni kutokuoa au kuolewa na watu wasiokuwa Wayahudi, yaani wapagani. Vile vile walitolea sadaka zisizofaa za wanyama wasiostahili mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini pia walishindwa kumtolea Mwenyezi Mungu 1/10 ya mapato yao ya wanyama pamoja na mapato yote yaliyotokana na shughuli zote ikiwemo kilimo pamoja na shughuli zingine zote. Hivyo basi, mwanzoni kabisa mwa kitabu hiki Mwenyezi Mungu anathibitisha upendo wake kwao, lakini vile vile anawashtumu kwa baadhi ya mienendo yao ambayo haikuwa inampendeza Mwenyezi Mungu mbele ya macho yake. Awali ya yote anawashtumu makuhani kwa kulidharau jina lake na kwa kutolea sadaka za wanyama wasiofaa na kustahili. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu anawashutumu makuhani kwa kuharibu agano la Walawi na wamesababisha makwazo miongoni mwa watu. Lakini pia Mwenyezi Mungu anawashutumu watu wote kwa kulinajisi jina lake na kwa kuunajisi utakatifu wao kama taifa teule la Mwenyezi Mungu, kwani wamekwenda kinyume na maagizo ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia. Kutoka katika somo la kwanza siku ya leo, nabii anawaonya Wayahudi wasimdhihaki Mwenyezi Mungu anayedai dini ya moyo ya kweli na iliyo safi na inayostahili machoni pake. Nabii anawatahadharisha kuwa iko siku ya haki ambayo Bwana atakuja kuwahukumu watu wote wenye kiburi, wasiosikia neno la Mungu, na wote wanaolipuuza neno la Mungu, na wote wanaotenda dhambi wataangamizwa. Bali watu wema, watu waadilifu wataokolewa kutoka katika hasira hii ya Mwenyezi Mungu. Neno hili litatimizwa kweli siku wasioijua, na Mwenyezi Mungu hatanii wala hataniwi, na ahadi zake ni za kweli. Kutoka katika somo la pili ambayo ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ile ya 3 aya ya 7 mpaka ile aya ya 12. Tunafahamu ya kwamba Mtume Paulo aliandika nyaraka hizi mbili kwa Wathesalonike kama nyaraka zake za kwanza kuziandika kabla ya nyaraka zingine zote. Kwa nyaraka hizi za kwanza pamoja na za pili kwa Wathesalonike ndizo zilizo nyaraka za kwanza za Mtume Paulo kuziandika kabla ya nyaraka zingine
zote tunazozifahamu za Mtume Paulo. Mwaka wa 50 baada ya Kristo, Mtume Paulo katika safari yake ya pili ya kimisionari alihubiri huko Tesalonike na akaanzisha jumuiya ya kwanza ya Wakristo katika mji huo wa Tesalonike. Baada ya muda mfupi, sababu ya kusumbuliwa na kuteswa na Wayahudi waliokuwa wakiishi Tesalonike ilimlazimu aondoke katika mji huo na kukimbilia Athene, baadaye kwenda katika mji wa Korinto. Paulo mtume aliandika nyaraka hizi kwa Watesalonike kujibu baadhi ya changamoto ambazo Timotheo alikumbana nazo katika kanisa hilo, na hii ilikuwa ni kati ya mwaka 50 mpaka mwaka wa 51 baada ya Kristo. Paulo alimwagiza Timotheo aliyekuwa mfuasi wake aende Tesalonike kutazama maendeleo ya kanisa alilolianzisha huko. Timotheo alipomrudia Paulo alimjuza juu ya mwenendo mwema wa waamini wa kanisa hilo, lakini vile vile alimjuza Paulo juu ya hofu ya waamini wa kanisa hili la Watesalonike, hususani dhidi ya ufufuo wa wafu na siku ya Bwana. Hofu ya waamini hawa ilikuwa ni kwamba siku atakapokuja Bwana kwa mara ya pili, wale atakaowakuta wamekwisha kuaga dunia hawatoweza kumlaki Bwana isipokuwa wale waliokuwa hai peke yao. Hofu yao ni kwamba endapo Bwana akija na akikuta baadhi ya waamini wamekwisha kufa, hawatamuona Bwana. Hivyo matumaini yao juu ya ujio wa Bwana na imani yao juu ya ufufuko wa wafu itakuwa imekufa bure. Pia waamini hawa walikuwa na shauku ya kumwona Bwana. Hivyo miongoni mwao iliwabidi waache kujishughulisha na shughuli zingine, wakiamini ya kwamba wakati wa Bwana umekaribia, ni muda wowote Bwana atakuja kuwachukua. Hivyo baadhi ya Wakristo waliacha kufanya kazi ya aina yoyote, bali kila ilipoitwa leo, wao waliamini ya kwamba Bwana muda wowote atakuja. Hivyo waliketi wakingoja Bwana aje. Hawakujishughulisha na shughuli yoyote, hawakujishughulisha na jambo lolote, isipokuwa matumaini yao ni kwamba Bwana atakuja muda wowote. Hivyo waliketi na kumgoja Bwana aje. Kutoka katika somo la pili, Paulo anawaonya Watesalonike ya kuwa licha ya kwamba wanamgoja Bwana, lakini lazima wajishughulishe na shughuli mbalimbali za mikono yao, wafanye kazi, na anawaasa na kuwasia kwamba asiyefanya kazi na hana haki ya kula chakula. Pia anawaonya wale ambao wapendao kujishughulisha na mambo ya watu wengine na kuto kuweka bidii zaidi katika kazi za mikono yao. Ujumbe huu kwa Watesalonike unamuhusu kila mmoja wetu hii leo. Tupende kufanya kazi. Tena si kupenda kufanya kazi tu, bali tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa weledi, na tufanye kazi ambayo ni halali machoni pa Mwenyezi Mungu. Karne hii tulionayo kwa sasa si karne ya kushinda vijiweni asubuhi mpaka jioni kubishana habari zisizokuwa na tija kwako na kwa jamii yako na kwa kanisa lako. Si karne ya kuzurura hovyo mitaani, kuzurura ovyo kwa ndugu, kuzurura ovyo kwa jamaa, kuzurura ovyo kwa marafiki. Ni karne ya kufanya kazi. Karne hii vile vile tulionayo sio karne ya kushinda kwenye vijiwe vya kahawa, si karne ya kushinda kwenye magenge ya wasio na makazi, si karne ya kushinda kwenye pool table, si karne ya kushinda kwenye maduka ya watu na kupiga soga, lakini ni karne ya kutumia maarifa, nguvu na nafasi tulizonazo kwa ajili ya kujiletea maendeleo ya kimwili, sisi pamoja na kanisa letu na pamoja na jamii nzima yote inayotuzunguka. Kwa hiyo Paulo vile vile anawaonya kwamba hawapasi watu hawa kujihusisha na mambo ya watu wengine. Hawapasi kuchunguza mambo ya watu wengine. Mtu huyu anaishi namna gani?
mtu huyu anaishije, anatendaje, anafanya nini, hayo yote Paulo anakataza na anasia kwamba sio nyakati za kujishughulisha nayo. Na wako miongoni mwetu, baadhi yetu, ambao wao jukumu walilonalo katika maisha yao ni kujishughulisha tu na mambo ya watu wengine, kufuatilia watu wengine wanaishi vipi, kufuatilia watu wengine wanatenda namna gani. Paulo anatusia kwamba hiyo sio namna yetu sisi ya kuishi. Jali ya kwako, boresha maisha yako na zingatia zaidi maisha ya kwako. Jijenge zaidi kuwa mtu mwema wewe kuliko kufuatilia mtu mwingine ana wema kiasi gani. Hapo itakusaidia sana katika maisha yako. Na kutoka katika somo la Injili siku ya leo, ambao kama nilivyokwisha kufahamisha ni kwamba ni Injili ya Luka sura ya 21 aya ya 5 mpaka ile aya ya 19. Katika Injili Yesu anazungumza juu ya matukio matatu makubwa yatakayotokea siku za usoni. Tukio la kwanza likiwa ni kubomolewa kwa Yerusalemu pamoja na hekalu. Tukio la pili ni kuangamizwa kwa ulimwengu kwa njia ya vita, tetemeko, njaa, tauni na madhara mengine. Na tukio la tatu ni ujio wa pili wa Bwana. Yesu anatuambia haya ili tuweze kujiandaa kiroho vizuri, tusiogope, tusiwe na wasiwasi, tusiwe na mashaka, tusiwe na uoga, lakini tuwe na matumaini ya kwamba haya yote licha ya kwamba yatatokea, lakini wale wenye imani thabiti, wale wenye kumpenda Mungu na kuishi kadri anavyopenda Mwenyezi Mungu, watu wa namna hiyo wataokolewa, wataongoka na watafurahi zaidi kumuona Mwenyezi Mungu uso kwa uso, kama ilivyo shauku ya moyo wa kila mwanadamu. Anatuambia Mtakatifu Agustini ya kwamba mioyo ya wanadamu, mioyo yetu imeumbwa kwa shauku hiyo, na anasema moyo wake hautatulia mpaka siku ambapo utamuona Bwana. Katika kumuona Mwenyezi Mungu kama jinsi alivyo, kumuona Mwenyezi Mungu katika utukufu wake ni furaha kubwa na ni shauku ya moyo wa kila mwanadamu. Kila mmoja ana furaha endapo atamuona Mwenyezi Mungu, na ni shauku ya moyo wa kila mmoja. Licha ya madhara haya ambayo yatatokea, licha ya changamoto hizi, shida hizi na misukosuko hii yote ambayo inatokea maisha, lakini matumaini yetu ya kwamba iko siku haya yote yatafutika kwa furaha kubwa ile ya kumuona Mwenyezi Mungu. Tena si kumuona Mwenyezi Mungu tu, hiyo haitoshi, lakini kumuona Mwenyezi Mungu kama jinsi ambavyo alivyo. Sehemu hii ya Injili inafafanua matukio yatakayotokea mbeleni, na Yesu anazungumza mambo haya ambapo watu walipokuwa wakiongelea uzuri wa hekalu pamoja na mapambo mazuri ya hekalu, na Yesu anasema anatabiri kubomolewa kwa hekalu hilo zuri lenye mapambo mazuri. Utabiri huu haukuwa ni kufuru, bali ilikuwa ni kuwataarifu watu juu ya mambo yatakayotokea. Ikumbuke kuwa utabiri huu ulitumika kumshtumu Yesu mbele ya kuhani mkuu katika moja ya kesi au tuhuma alizokuwa nazo Yesu. Tuhuma mojawapo ilikuwa ni utabiri huu juu ya uvunjifu wa hekalu, ambalo wao ilikuwa ni sehemu mojawapo ya utukufu kwao Wayahudi. Miaka 40 baada ya utabiri huu wa Yesu, utabiri huu ulitimia kweli kweli. Hekalu lililojengwa na Mfalme Suleiman mwaka wa 960 kabla ya Kristo, lililovunjwa na Wababeli mwaka wa 586 kabla ya Kristo, na kujengwa upya na Zerubabeli baada ya utumwa wa Babeli mwaka wa 536 mpaka mwaka wa 516, na kupanuliwa na kujengwa upya na Herode Mkuu aliyetawala kuanzia mwaka wa 20 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 64 baada ya Kristo. Lilivunjwa na kuangamizwa mwaka wa 70 na dola ya Kirumi iliyoongozwa na chifu jenerali Pompei. Wayahudi milioni 1.1 walikufa na kupoteza maisha yao, huku watu 97,000 walichukuliwa mateka. Hekalu hilo lilichomwa moto na makuhani wote waliuawa. Hivyo kufuru hiyo ilitendeka juu ya mji wa Yerusalemu na juu ya kila Myahudi. Kuhusu kuangamia kwa ulimwengu kwa njia ya vita, tetemeko, tauni na mengine yote yatakayotokea,
tusihuzunike, kwani tufahamu ya kwamba wokovu wetu utakuwa uko karibu zaidi. Hakuna awezaye kusema kwamba japokuwa haya yote yanatokea na tunayaona, tetemeko la ardhi linatokea, njaa ipo, vita, baadhi ya mataifa tunashuhudia uwepo wake, tauni pamoja na mambo mengine kama hayo, hakuna ambaye anayeweza kusema kwamba mwisho wa dunia umekaribia. Lakini jambo la uhakika ni kwamba tunachoweza kukisema ni kwamba Yesu aliyasema haya na kuthibitisha ya kwamba zitakuwa ni dalili za mwisho wa dunia. Lakini hakuna ambaye anaweza kusema ya kwamba kwa sababu tetemeko limetokea, kwa sababu vita vimetokea, kwa sababu kuna njaa, kuna tauni, kuna maradhi na magonjwa mbalimbali, basi mwisho wa dunia ni leo au mwisho wa dunia ni kesho. Hapana, si hivyo, na hiyo itakuwa ni tafsiri ovu au tafsiri mbaya ya neno hili au sehemu hii ya maandiko matakatifu. Tufahamu ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho wa dunia, lakini hatufahamu ni lini mwisho wa dunia, hususani siku gani. Lakini jambo la msingi kufahamu ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Mwanadamu amegeuka kuwa mnyama, matendo yake ni ya kutisha, hana utu tena na vitu kama hivyo. Tuko katika nyakati za mwisho, japokuwa tujui mwisho huo ni lini. Jambo la msingi ni kwamba tusiogope, daima tufurahi tukiwa na hakika ya kwamba wokovu wetu uko karibu zaidi. Ni wokovu huu ambao ulio karibu zaidi, ile furaha ya roho ya kila mtu ya kumwona Mwenyezi Mungu kama alivyo iko karibu zaidi. Tuwe na matumaini ya kwamba licha ya haya yote yanayotokea, lakini tusimame imara na tumtumainie Mwenyezi Mungu, na tuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atafanya njia pasipo na njia. Pia Yesu anatahadharisha kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na udanganyifu, wengi wakisema wao ni Kristo, na wafuasi wake watatekwa na kufungwa magerezani, watasalitiwa na wazazi, watasalitiwa na ndugu, watasalitiwa na jamaa, na wote watachukiwa na watu, lakini mwisho wataziponya nafsi zao. Kwa upande sasa huo, wafuasi wanaomwamini Yesu vilevile anawapa moyo wa matumaini kwamba licha ya mateso mbalimbali ambayo mnaweza mkakutana nayo katika safari yenu ya ufuasi, msikate tamaa, wokovu wenu uko karibu zaidi. Iweni na nguvu zaidi za kiroho za kupambana na hayo yote, magumu yote, kadhia yote, mkiamini ya kwamba Mungu hajawaacha, atawakumbuka tu. Kuna mambo matatu ambayo tunaweza tukatafakari kutoka katika sehemu hii ya maandiko matakatifu. Yesu anatutahadharisha kwamba tusidanganyike na uwepo wa manabii wa uongo, wala uwepo wa watu wanaojitanabaisha kwamba wao ndiyo Kristo. Na katika ulimwengu tulionao sasa, jambo hili sio geni. Tunashuhudia uwepo wa manabii wengi, kila mmoja anadai ya kwamba yeye ni nabii, lakini hata baadhi yao, kama sio wote kabisa, wasioelewa nini maana ya neno hili nabii, chimbuko ya neno hili nabii, nini asili ya unabii na kazi ya unabii yenyewe ni ipi. Sasa si jambo la kushangaza, tunaona hao wanajitanabaisha kama manabii, lakini vile vile hata unabii wenyewe hawaufahamu wala hawauelewi wala hawautambui unabii katika mapana yake na katika utendaji wa kinabii. Tunaishi katika ulimwengu wa giza. Wako hawa ambao wanaotumia dini au wanaotumia neno la Mwenyezi Mungu, wanaotumia maandiko matakatifu kuyanufaisha matumbo yao. Muwe ni makini kabisa na watu wa namna hiyo, kwa sababu watawapotosheni na kuwaongoza katika njia ya giza. Tunaona utitiri wa makanisa mbalimbali. Kila mmoja anadai ya kwamba yeye amefunuliwa na anayo maarifa ya kimungu ambayo ameyapata kwa kuoteshwa na Mwenyezi Mungu kwa usiku mmoja, jambo ambalo hata kwa akili ya kawaida ya kibinadamu haliwezekani. Mungu mwenyewe anasema hapa, Yesu anatutanabaisha ya kwamba tujihadhari na watu wa design hii. Wako ambao watajiita wao ni Kristo, na watawadanganya wengi, watakuwa na wafuasi wengi, watatumia dini hiyo hiyo vile vile kuwakandamiza na kuwanyonyeni. Iweni wenye busara na wapembuzi na wachanganuzi ya kwamba hili siyo neno la Mwenyezi Mungu. Na wanatumia dini hiyo, lakini ukichunguza ndani yake, nyuma ya pazia, sio yale ambayo wanaoyafundisha. Kuna malengo yao binafsi waliojiwekea. Jiepusheni na watu hao, watapotosha mioyo yenu na watawapotosheni na watawapeleka katika upotovu.
Lakini vile vile katika nyakati hizi ngumu, tuishi kwa uvumilivu na matumaini makubwa, tukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko daima pamoja na sisi. Ukiwa Mkristo, umechagua njia ya mateso. Ukichagua dini ya Kikristo, umechagua dini ya msalaba. Umechagua dini ya mateso kwa ujumla wake. Na kipindi hiki, katika nyakati hizi, wako watu ambao wamemgawa Yesu katika makundi makundi. Wanamtaka Yesu ambaye ni mtenda muujiza, Yesu anayefariji watu, Yesu anayeponya watu, lakini Yesu anayetukataza maovu, Yesu ambaye amebeba msalaba, Yesu ambaye amesulubiwa, Yesu aliyetemewa mate, Yesu aliyetukanwa, Yesu aliyevuliwa nguo, huyo wamtaki. Lakini ukweli wa mambo uko hivyo. Kama ni mfuasi wa Kristo, jiandae kwa hayo yote. Utatemewa mate, utadhihakiwa, utavuliwa nguo na utatundikwa msalabani na watu wakuone. Lakini jambo la msingi katika hili, watu watakapokudharau wauone ule upendo na Ukristo ndani yako. Watu watakapokutemea mate wauone ule upendo wa Kristo ndani yako. Watu watakapokuvua nguo ndio wauone kabisa upendo na lile tumaini la Kristo na Ukristo wote ndani yako. Usijibu shambulio kwa shambulio, usijibu dhihaka kwa dhihaka, usijibu vita kwa vita, bali jibu uovu kwa Ukristo mwema. Wewe ni nuru ya ulimwengu, iwaangaze watu, iwape watu matumaini na iwape watu kimbilio pamoja na msaada vile vile. Usienende kadri ya mwenendo wa dunia huu. Ulimwengu huu kwa jinsi unavyoenenda, unaenenda katika muongo wa kulipa kisasi, muongo wa uovu, ni mwendo huo wa jino kwa jino. Lakini Mkristo, huo sio mwenendo wako. Wewe mwenendo wako daima ikumbuke ya kwamba ni mwenendo wa utu wema. Na Yesu anatuambia, endapo kama zinatokea kadhia za namna hiyo katika maisha yako, simama katika imani na ujue ya kwamba haupaswi kuenenda katika njia iliyo ovu. Mwenendo yako daima uwe ni mwenendo ambao unamuonyesha Yesu. Unaonesha ule upendo wa Yesu, unaonesha ule upole wa Yesu, unaonesha zile fadhila za Yesu, fadhila za kimungu kwa watu wote. Na jambo la tatu, ufuasi wa Kristo hawezi kukwepa majaribu. Tunafahamu ya kwamba majaribu ni mtaji mkubwa sana. Na unaponunua baskeli au umenunua pikipiki, umenunua simu au umenunua kitu kingine chochote, hatua ya kwanza ni kukufanyia majaribio kifaa kile ambacho umekinunua. Utaifanyia majaribio baskeli yako kama inakwenda sawasawa, kama ni nzima sawasawa. Utaifanyia majaribio kuangalia mifumo yote kama iko sawasawa. Alikadhalika na Mwenyezi Mungu anatenda hivyo. Wakati mwingine ataangalia mifumo ya utendaji wako na mifumo ya maisha yako kama yako sawasawa. Atakujaribu kuona uvumilivu wako ukoje. Atakujaribu kuona imani yako ikoje. Atakujaribu kuona mapendo yako kwa jirani yakoje. Atakujaribu kuona matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu yakoje. Majaribu ni mtaji. Lakini majaribu haya baada ya yote sasa, ukishabainika ya kwamba kifaa hiki kwa Mwenyezi Mungu wewe ni kifaa ambacho ni imara zaidi, atakutumia sasa katika shughuli zake za kueneza neno lake na kupeleka uongofu kwa kila mmoja. Kwa hiyo usiogope majaribu. Yatumie majaribu kama sehemu mojawapo ya kujikomaza na kujiimarisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Majaribu haya yakomaze katika matumaini ya Mwenyezi Mungu, ni ya kufanya yawe Mkristo imara zaidi, ili kutoka kwako sasa watu wamuone Kristo, na kutoka kwako watu wajifunze Ukristo, na kutoka kwako watu watumie njia yako kumfikia Kristo. Kwa hiyo majaribu